huu mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, karibu katika taarifa yetu ya habari. Msomaji wako ni mimi Nelson Munema. Wahudumu wa afya katika kituo cha matibabu cha ugonjwa wa Ebola cha Erinkia kilichopo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wameendelea kugoma na kufanya huduma ya wagonjwa kutatizika, huku mlipuko wa virusi vya ugonjwa huo ukiongezeka kwa kasi nchini humo. Wafanyakazi hao wa afya wameitaka mamlaka ya Kongo kutatua suala la malipo yao ya miezi iliyopita ndipo waweze kuendelea na kazi. Kwa mujibu wa taarifa, hadi sasa watu 2973 wamethibitishwa kuwa na maambukizi ya virusi vya Ebola nchini Kongo na vifo 1309 vimeorodheshwa. Mgomo huu umefanyika siku moja baada ya Waziri Mkuu wa DRC Judith Suminwa kuvitembelea vituo vikuu vya matibabu vya Ebola vya Rwampara na Mongobwalu katika jimbo la Ituri kutathmini mlipuko wa ugonjwa huo. Tukirejea hapa Tanzania ni kwamba Mwenge wa Uhuru umeanza mbio zake mkoani Simiyu kutokea mkoani Singida, ambapo unatarajiwa kukagua, kuweka mawe ya msingi na kuzindua miradi 40 ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 84.3. Mapema asubuhi Mwenge wa Uhuru uliwasili katika kijiji cha Bukundi, wilaya ya Meatu, ambapo mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego akamkabidhi mkuu wa mkoa wa Simiyu Anamringi Macha ili mwenge huo uanze kumulika miradi mbalimbali ya maendeleo katika mkoa wa Simiyu. Ninakukabidhi Mwenge wa Uhuru kaka yangu Mheshimiwa Anamringi Macha, mkuu wa mkoa wa Simiyu. Baada ya kuupokea Mwenge wa Uhuru, mkuu wa mkoa wa Simiyu Anamringi Macha amesema mwenge huo utakimbizwa umbali wa kilomita 641 kwenye halmashauri zote 6 za mkoa wa Simiyu, ambapo katika mbio hizo miradi mbalimbali katika sekta za elimu, afya na maji takaguliwa, kuzinduliwa na kuwekewa mawe ya msingi. Tutaweka jiwe la msingi miradi 14, kufungua miradi 4, kuzindua miradi 11, kukagua na kuona miradi 11 na kufanya jumla ya miradi 40 yenye thamani ya shilingi bilioni 84.3. Miradi hiyo ipo katika sekta ya elimu, afya, maji, barabara, mazingira, maendeleo ya jamii na sekta binafsi. Miongoni mwa miradi iliyokaguliwa na kuwekewa mawe ya msingi na Mwenge wa Uhuru baada ya kuanza mbio zake katika wilaya ya Meatu ni pamoja na mradi wa ujenzi wa tanki la maji Mwanuzi, mradi ambao unagharimu zaidi ya shilingi bilioni 1. Kwa hiyo ukamilikaji wa mradi huu utaenda kunufaisha wananchi wapatao 25,320 ndani ya kata yetu ya Mwanuzi, vijiji vya Bomani pamoja na Mshikamano. Niseme tu kwamba Mheshimiwa Rais anawapenda sana, anataka maji safi na salama watu wapate katika maeneo yao karibu, na ndio maana aliahidi kwamba anakwenda kumtoa mama ndoo kichwani, na kwa kweli anatekeleza. Maeneo mengi ambayo tunapita tunaona maji safi yako mijini mpaka vijijini. Joseph Ndau, Channel 10. Taharuki imeibuka mapema leo asubuhi katika mtaa wa Kongo katika wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam baada ya wananchi wa eneo hilo kugomea zoezi la kupangwa meza za wafanyabiashara ndogo ndogo maarufu kama machinga, kipande hicho kutoka mtaa wa Uhuru hadi mtaa wa Mbaruku. Zoezi hilo ambalo limezua taharuki limedaiwa kutoshirikisha wakazi wa mtaa huo, wakiwemo wafanyabiashara wenye maduka, madereva magari ndogo ndogo za mizigo maarufu kama keri, pamoja na kituo cha bajaji. Mwandishi wetu Salumu Mkambala anaripoti. Niko tayari naenda polisi mwenyewe. Nipo hapa mtaa wa Kongo ambapo mwanzoni kabisa unaungana na barabara ya Uhuru, lakini upande wa mwisho kulia kwangu unaungana na mtaa wa Mbaluku. Ni eneo ambalo inasemekana kwamba petapangwa meza za wafanyabiashara, lakini jambo moja tu, hawakutaarifiwa wala kushirikishwa. Kulikoni hatua hilo tukielewa? Shida moja kwamba serikali haikuweza kuwashirikisha wakazi wa eneo husika. Sasa endapo tutaweka wamachinga katika eneo hili, manake tutasababisha msongamano mkubwa wa magari ambayo yanatoka Msimbazi kuelekea Buguruni, yatabidi yanyooshe. Kuna kina mama hawa wote wanafanya biashara na wana meza, kama wanabadilisha matumizi, kwa nini wasitupe sisi first priority? Wanatutisha. Viongozi wanatutisha. Na wanakijana wanachosema hawajawahi kutoa taarifa, hakuna tangazo.
Sisi tunazo video hapa, tulitega umtaa toka jana, walikuja na kama walikuja tukawaambia njoeni na viongozi wetu. Kwa hiyo kwanza dhuluma ya kwanza inafanyika. Tumekaa wakaja, baada ya kuja hapa sisi hatuna taarifa yote, tunaambiwa tutoe magari kule mpaka kule. Tunakwenda wapi? Tukawauliza. Kwa hiyo anaifanya hii zoezi ni halmashauri ya jiji au wilaya? Mimi sasa hivi simjui nani anaofanya mazoezi, kwa kuwa sina taarifa na mtu yoyote. Naona sisi tumevamiwa tu, simjui nani. Kama ningekuwa namjua angepitia kwa kiongozi wetu akatugia taarifa, bana toeni magari lakini hatuna taarifa. Sisi tumevamiwa tu, ondoeni magari. Tunauliza tunakwenda wapi? Hapo kuna watu wamekuja hapa wanadai wanataka kuondoa magari ambako sisi sehemu tumelipia paki zetu za magari ambayo tunashia mizigo kwa control number. Sasa hivi wamekuja tu watu vuu toka juzi wanakuja wanasema ondoeni magari hapa bila taarifa yoyote. Tumemuuliza taarifa ya mjumbe, mwenyekiti, hawana taarifa, wanasema hii oda walikuja jana, walikuja watu washirikishe hawa. Kwa upande wake mjumbe wa serikali ya mtaa wa Gerezani Magharibi Abdalla Mohamed, pamoja na kukiri kuwa zoezi hilo alijashirikisha wananchi, lakini aliwasihi wananchi hao kutulia, kuepusha vurugu. Kesho atakuwepo ofisini, tutawaita wananchi wetu, tutafanya kikao, tutazungumza tuone namna gani na nyinyi pia mnanufaika nao kwa 100%. Ushanifahamu? Sawa jamani. Kwa hiyo mimi ninachoomba wazee wangu, vijana wenzangu, kufanya vurugu si kujenga, bali tunazidi kubomoa. Ushanifahamu? Taarifa kweli, sisi kama wananchi, mimi kama mwananchi, kiongozi wenu ambaye kijana wenu, mtoto wenu, mmeniamini, ninachowaomba taarifa, hatukutoa taarifa. Tunaomba tusameane. Tunaomba tusameane. Kikubwa naomba sana tusameane. Umati huu wote wanataka kujua hatima yao kuhusiana na namna gani utaratibu mradi huu utapangwa hapa katika mtaa huu wa Kongo na kuhakikisha kwamba na wao shughuli zao haziingiliwi. Naitwa Salumu Mkambala kutoka hapa mtaa wa Kongo, Kariakoo wa Channel 10. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amehimiza juhudi za jumuiya ya kimataifa katika kuwasaidia watu Syria, ikiwa ni wakati akiwa ziarani nchini Syria. Katibu mkuu huyo ameikosoa Israel kwa vitendo inavyofanya kusini mwa Syria na ameitambua milima ya Golan kuwa sehemu ya Syria, kwani milima hiyo ilitekwa na Israel mnamo mwaka 1967, huku akiwa ziarani ambayo imefanya wakati Syria ikifanya juhudi za kujijenga upya, kwani inahitaji kiasi cha dola bilioni 216 na kufanya Umoja wa Mataifa ikikadiria kuwa 90% ya wakazi wa Syria wanaishi katika umaskini. Ziara Guterres ni ya kwanza kufanywa na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Syria tangu mwaka 2009, ambapo muda mfupi baada ya kuanza kwa ziara hiyo, Guterres alikutana na rais wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa kabla ya kulitembelea eneo la zamani la Damascus na msikiti maarufu wa Umayyad. Msongamano wa wanafunzi katika mabweni sasa ni historia katika shule sekondari Mlangarini, wilayani Arumeru Magharibi, baada ya serikali kuzindua mabweni na madarasa mapya yanayotarajiwa kuboresha mazingira ya kujifunzia, kuongeza ufaulu na kupunguza utoro shuleni. Mwanahabari wetu Jamila Omar ameandaa taarifa ifuatayo. Wanafunzi na walimu wa shule ya sekondari Mlangarini iliyopo katika halmashauri ya Arusha wanasema kwa muda mrefu walikabiliwa na changamoto ya uhaba wa nafasi za malazi na mazingira yasiyoridhisha ya kujifunzia, lakini sasa wana matumaini ya kuona ongezeko la nidhamu, mahudhurio na matokeo bora ya kitaaluma. Tunashukuru kwa kujengea madomu, kulala kuna banana sana. Wote tunamshukuru rais kwa kujengea. Madarasa yako safi, tunasoma vizuri. Napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mabweni pamoja na madarasa, lakini pia mabweni yatawasaidia wanafunzi katika kuzuia utoro. Ndio sababu tunaona sera ya elimu bila malipo. Ndio tumeona madarasa mengi yamejengwa katika nchi hii. Watoto kama wa kidato cha kwanza hawaendi tena shule kwa awamu, wanaenda kwa wakati mmoja. Akizindua mabweni na madarasa hayo, Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amesema serikali itaendelea kuimarisha uwekezaji katika sekta ya elimu
kwa kuwa ndio msingi wa kuandaa rasilimali watu wenye ujuzi na maarifa ya kuharakisha maendeleo ya taifa. Tumekuja hapa kwa kazi kubwa. Hapa zimeletwa fedha nyingi, zimejenga mabweni mawili ya watoto zaidi ya 360. Tumeenda kwenye vyoo matundu ya kutosha. Tumeenda kwenye madarasa 5 yamejengwa kwa mpigo. Fedha hizi zote zimeletwa na serikali. Wananchi wa kata ya Mlangarini iliyopo katika halmashauri ya Arusha, wilaya ya Rumeru, wanasema uwekezaji huo unafungua ukurasa mpya wa kuboresha elimu katika eneo hilo, huku matarajio yakielekezwa kwenye kuongezeka kwa ufaulu na ustawi wa wanafunzi. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Iran imesema imepiga hatua katika mazungumzo na Oman juu ya kusimamia mlango wa bahari wa Hormuz ambao ni njia muhimu ya baharini kwa ajili ya biashara ya mafuta na gesi, kwani Iran na Oman zinapakana na mlango huo wenye mgogoro. Nchi hizo zimefanya mazungumzo hayo baada ya Marekani kuanza tena kuishambulia Iran ili kuinyang'anya udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz baada ya kufikiwa itifaki ya maelewano baina ya Marekani na Iran juu ya kukomesha vita. Kwa muda mfupi mvutano ulipungua baada ya kutiwa saini itifaki hiyo, lakini kwa sasa Iran imesema hakuna mashambulio yoyote ya Marekani yaliyoripotiwa baada ya karibuni wiki mbili hivi, huku wizara ya ulinzi ya Marekani imempa Rais Donald Trump mpango wa mfululizo wa mashambulizi, lakini alikataa kuidhinisha na badala yake amesema anapendelea mazungumzo. Wananchi wa kata ya Utengule Usangu wilayani Mbarali mkoani Mbeya wamesema usomaji wa vitabu kwa njia ya picha umewajengea uwezo watoto wao kujua kusoma na kuandika na kupunguza idadi ya watoto ambao hawajui kusoma na kuandika ngazi ya elimu ya msingi. Mwanahabari wetu Rose Chapeo ameandaa taarifa ifuatayo. Mafanikio haya yanatajwa na baadhi ya wakazi wa kata ya Utengule Usangu iliyopo katika wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya baada ya kupata mradi wa Soma Kitabu Smartika, mradi ambao umeanzishwa na Christopher Lamek, Mtanzania anayeishi katika Jamhuri ya Cheki, mwenye taaluma ya uandishi wa vitabu. Katika vitabu vyao wameweza kuweka hadithi mbalimbali pia na picha. Watoto wanatambua kutumia picha na wanajifunza kwamba hiki ni mvua, hiki ni jua au hiki ni kuku. Tunawashukuru sana kwa hilo. Kwa mfano mimi mwanangu alikuwa hajui kutambua kitu kusema hiki kuku au nani. Kwa saizi anaelewa. Nawaambia kusema watoto wangu muda huo wa kwanza kusoma vitabu. Kwa wenyewe wamejijengea mazoea kwamba mama muda fulani ni muda wa kazi, muda fulani ni muda wa kusoma vitabu. Nimezungumza na mwanzilishi wa mradi huu, anasema lengo lake ni kuifikia mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani, kuhamasisha utamaduni wa kujisomea vitabu. Kujenga jamii ya wasomaji hapo baadaye ndio tumeanza kuwalenga watoto, alafu wasema ambao ni vigumu kwao kupata vitabu, ili tuwasaidie wafike mahala. Vijijini huwa ni vigumu sana kupata vitabu. Yaani ni kama vijijini wamesahaulika. Kwa hiyo ili tuweze kuwafikia ambao hawana maduka ya vitabu, tuanze kule ambapo tumekuzoea na ambapo watu hawana uwezo kupata vitabu kirahisi. Tungependa kufika Tanzania nzima. Naye afisa mtendaji wa kata ya Utengule Usangu anasema mradi huo umepunguza kwa kiasi kikubwa watoto ambao hawajui kusoma na kuandika. Huu mradi umetusaidia watoto kutambua vitu mbalimbali kupitia hivyo vitabu ambavyo wanajifunza. Na wale watoto ambao walikuwa hawajui kusoma na kuandika, tumetoka utakuta tulikuwa na watoto labda 60, lakini mpaka saizi watoto wengi wanakuwa wanajua kusoma na kuandika. Tukiwahamasisha vizuri katika usomaji wa vitabu ambako ndiko maarifa na kuwekwa huko, itakuwa namna nzuri ya kuweza kujenga watoto tabia ya kusoma. Mradi wa Soma Kitabu Smartika umewashindanisha kusoma kitabu wanafunzi wa ngazi ya msingi katika kata ya Utengule Usangu na kuwapatia zawadi ya daftari na vitabu. Kutoka Mbarali mkoani Mbeya, mimi ni Rose Chapeo wa Channel 10. Wananchi wa kijiji cha Msomera kilichopo wilayani Handeni mkoani Tanga waliohamia kutoka kijiji cha hifadhi ya Ngorongoro wameanza mkakati wa kujikwamua kiuchumi kupitia fursa mbalimbali zinazowazunguka, ikiwemo kutumia maeneo waliopewa na serikali kwa kufanya shughuli za kilimo pamoja na ufugaji wenye tija, hatua ambayo inasaidia kuongeza kipato chao. Kutoka Handeni, Tanga, mwanahabari wetu Ernest Mbezi anaripoti. Hatua hiyo imefikiwa baada ya baadhi ya wananchi hao kuanzisha shirika la Tareto
linalolenga kushirikiana na serikali pamoja na wadau wengine katika kusaidia na kukuza ustawi wa jamii ya wananchi wa Msomera, na hapa viongozi wa shirika hilo wanaelezea mikakati yao. Namna kutumia hiyo eneo la ardhi, lakini ya kuimuinua yeye kiuchumi. Yaweza kwa kilimo, lakini kilimo bora. Sio kilimo tu kwa sababu umelima, kilimo ambayo inamnufaisha mwananchi moja kwa moja. Lakini pia ufugaji, anaweza kutumia eneo lile alipewa na serikali katika ufugaji bora yenye tija, ambayo akifuga vizuri na kusaidiwa na kuwezeshwa, manake huyu mwananchi atatoka kimaisha. Shirika hili linajikita katika kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha maisha ya wananchi na kuchochea maendeleo endelevu. Tunatambua mchango mkubwa wa serikali katika kuweka mazingira wezeshi katika mashirika kama yetu kufanya kazi kwa ufanisi. Hata hivyo, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Msomera akalitahadharisha shirika hilo katika utoaji wa huduma zake kwa wananchi, huku afisa maendeleo wa halmashauri ya wilaya Handeni Bi Lecho Mberwa, ambaye amemwakilisha mkuu wa wilaya Handeni Salum Nyamwese katika uzinduzi wa shirika hilo la Tareto, akilitaka shirika hilo kuwa mstari wa mbele katika kukemea mila potofu. Shirika la Tareto liwe makini katika kutoa huduma ndani ya jamii kwa kutojihusisha kwa mambo matatu. La kwanza, liepukane na siasa. Liepukane na siasa. Nishasema tunaenda kushirikiana na jamii, tunaenda kushirikiana na wananchi. Shirikianeni na viongozi wa kijiji, viongozi wa kata, mheshimiwa diwani na wananchi wote, mkashirikiane kupinga mila zenye kuleta madhara kwenye jamii. Tareto tumeipokea, tutaenda kushirikiana na tunasema tutafaidika kwa kutusaidia kutoa umaskini katika jamii. Kutoka Msomera wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Wadau wa uhifadhi wa mazingira Zanzibar wamehimiza kuendelea kushirikiana na serikali katika kupanda na kutunza miti ikiwemo mikoko ili kuimarisha uhifadhi wa mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Masanja Mabula anaripoti. Wito huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Mgeni Hatibu Yahya wakati akizungumza na wananchi baada ya kushiriki zoezi la upandaji wa miti katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya uhifadhi wa mikoko. Mikoko si miti ya kawaida, ni nguzo muhimu ya maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kimazingira. Mikoko hulinda mwambao dhidi ya mmong'onyoko wa ardhi na mawimbi makubwa ya bahari, hupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kuhifadhi kiwango kikubwa cha hewa ukaa, hutoa mazalia na makazi ya samaki, kaa, kamba na viumbe wengine wa baharini. Naye mkuu wa wilaya Wete Abdalla Rashid Ali pamoja na wadau wa hifadhi wa mazingira wamesema ushiriki wa wananchi katika kupanda na kuitunza miti hususan aina ya mikoko ni nguzo muhimu katika kulinda mazingira na viumbe hai. Kwa mazingira pia ni kujekea kinga katika maradhi mbalimbali ambayo yanatunyimilia katika maisha yetu ya kila siku. Kwamba tumeshapanda mwaka huu mikoko 529,500 kwa mkoa wa Kaskazini wote. Lakini tushirikiane kuhakikisha kwamba hawa jamii wanauza hewa ukaa, na bila taasisi nyingine kushirikiana hatutaweza kufanya hivyo. Sawa sawa, na nasema hivi kwa sababu tunahitaji ridhaa ya taasisi nyingine kuiruhusu Jumijaza iweze kupata ruhusa ya kuuza hiyo hewa ukaa. Kwa ndani ya miaka miwili tunatarajia kupanda mikoko milioni 120 kwa hapa. Na mpaka saizi tumesha identify maeneo, lakini sisi hatupandi tu mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunatoa na fursa pia. Adhimisho ya siku ya kimataifa ya uhifadhi wa mikoko hufanyika Julai 26 ya kila mwaka kwa lengo la kuhamasisha jamii kutambua mchango wa mikoko katika kuhifadhi mazingira, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu ni linda mikoko kwa ulinzi wa kizazi kijacho. Ni Masanja Mabula, Channel 10,
Pemba, Zanzibar. Wajane mkoani Morogoro wameaswa kuimarisha umoja wao kwa kushirikiana na kujituma na kutekeleza kwa vitendo malengo waliojiwekea badala ya kuendelea kutegemea misaada kutoka kwa wadau, wakielezwa kuwa msingi wa maendeleo endelevu unajengwa na juhudi zao wenyewe pamoja na mshikamano wao. Na habari yetu Jimmy Mengele ameandaa taarifa ifuatayo. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa chama cha wajane Tanzania TAWIA, Rose William, wakati wa uzinduzi wa tawi la chama hicho mkoani Morogoro, na kusema kuwa wajane wanapaswa kushikamana, kuwa na sauti moja, kusimamia kwa vitendo maazimio yao bila kukata tamaa pale msaada wa wadau unapokosekana. Umoja huu mlioanzisha leo, mkajikomiti kupata hivi vitu, ulindeni kwa kujitoa ninyi wenyewe. Wadau wakija waje, wasipokuja watawakuta nyie mnaendelea. So wadau hawapo, mnakufa. Viongozi sasa wanaweza wakaleta hizi kopi na katiba TAWIA, tukaanza sasa kutambua kama kuna watu pale. Sasa hata tunapokuwa tuna wadau wa Morogoro, tunajua tunawaelekeza wapi. Wadau wanatokeaga mpaka huko Morogoro. Kwa upande wake, mratibu wa chama cha wajane mkoa wa Morogoro Joyce Solomon Paulo, akisoma risala ya kikundi, amesema tangu kuanzishwa kwa umoja huo wamefanikiwa kuandaa katiba ya chama pamoja na kufungua akaunti ya benki, akieleza kuwa hatua hizo ni sehemu ya kuimarisha uendeshaji wa chama kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi, sambamba na kujenga misingi imara ya uwajibikaji na uwazi. Kwa umoja huu tumeweza kutengeneza katiba, kusajili kikundi, kufungua akaunti CRDB na kila mwanachama kuwa na akaunti yake huko CRDB. Lengo la kuzindua chama chetu ni ili tuweze kufanya kazi zetu kwa taratibu, sheria na kanuni ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukweli, pambaneni na shikamaneni hivyo hivyo. Haya yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mwanaume kutangulia, wewe kubaki, ni Mwenyezi Mungu kupenda. Mwanaume mwanamke kuondoka, mume kubaki, ni Mwenyezi Mungu kufanya nini? Kapanga. Usijilaumu wala usijihukumu. Hivi ninavyoongea, kikundi chetu kina katiba, kimesajili pia, kwa hiyo ni kikundi rasmi. Jimmy Mengele, Channel 10. Jimmy Mengele, na tupeleka kwenye mapumziko mafupi. Tukirejea hapa ni michezo na burudani. Mimi ni Nelson Munema.